Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 49 kidogo cha kwanza B, kidogo cha pili na cha nne, kifungu cha 57 kidogo cha pili na kifungu cha 68 kidogo cha pili vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani sura namba 343, kesho tarehe 1 Juni 2026 kutakuwa na uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani, halmashauri ya wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa, na madiwani katika kata 12 za Tanzania bara. Kata hizo ni Mzimuni iliyopo halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, Zongomera halmashauri ya manispaa ya Kahama, Itilo halmashauri ya mji Nzega, Ketare halmashauri ya mji Tarime na Nyumbigwa halmashauri ya mji Kasulu. Nyingine ni kata ya Kala iliyopo halmashauri ya wilaya ya Nkasi, Ziba halmashauri ya wilaya ya Igunga, Kamsisi halmashauri ya wilaya ya Mlele, Nyamugari halmashauri ya wilaya ya Buhigwe na Masakata halmashauri ya wilaya ya Tunduru, Bongera halmashauri ya wilaya ya Chato na Kibiti halmashauri ya wilaya ya Kibiti. Ndugu wananchi, katika uchaguzi huu jumla ya wagombea 108 kutoka katika vyama vya siasa 17 wanawania nafasi wazi ya ubunge na udiwani katika maeneo niliyoyataja. Jimbo la Isimani lina wagombea 17 wa nafasi ya ubunge, ambapo kati ya wagombea hao wagombea 8 sawa na 47.06% ni wanaume na wagombea 9 sawa na 52.94% ni wanawake. Kata 12 zinazofanya uchaguzi mdogo wa udiwani zina jumla ya wagombea 91, ambapo kati ya hao wagombea 61 sawa na 67.03% ni wanaume na wagombea 30 sawa na 32.97% ni wanawake. Kwa namna ya pekee, tume inavipongeza vyama vilivyoshiriki na wagombea waliojitokeza kushiriki. Aidha, jumla ya wapiga kura 222,218 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki kwenye uchaguzi huu, ambapo wapiga kura 89,753 wapo kwenye jimbo la Isimani na wapiga kura 132,465 wapo kwenye kata 12 zitakazofanya uchaguzi mdogo. Aidha, jumla ya vituo 628 vya kupigia kura vitatumika, ambapo vituo 277 vipo kwenye jimbo la Isimani na vituo 351 vipo kwenye kata 12 zitakazofanya uchaguzi mdogo. Ndugu wananchi, natumia fursa hii kuvikumbusha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi huo mdogo utakaofanyika kesho tarehe 1 Juni 2026 kuzingatia wajibu wao wa kuweka mawakala katika vituo vyote vya kupigia, kuhesabia na kujumlishia kura. Wasimamizi wa uchaguzi katika jimbo na kata husika wamekamilisha taratibu zinazoweka mazingira yanayowawezesha mawakala wa vyama vya siasa kufuatilia mchakato mzima wa uchaguzi. Mawakala hao wanawajibika kuwakilisha na kulinda maslahi ya vyama na wagombea wao. Hivyo wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu za uchaguzi na maelekezo ya tume katika utekelezaji wa majukumu yao vituoni. Ndugu wananchi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inavikumbusha vyama vya siasa, wagombea, mawakala, wapiga kura
na wananchi wote kwa ujumla kuzingatia mambo yafuatayo. Mosi, siku ya uchaguzi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura. Pili, wapiga kura watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Nne, watu wenye mahitaji maalum wanaruhusiwa kwenda kituoni na wasaidizi wao. Tano, kituo kitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi. Vituo vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Ifikapo muda wa kufunga kituo saa 10 kamili jioni, kama wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho na zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura waliopo kwenye mstari watakapomalizika. Mpiga kura atakayefika zaidi ya muda wa kufunga kituo hataruhusiwa kupiga kura. Sita, baada ya kumaliza kupiga kura, mpiga kura anatakiwa kuondoka eneo la kituo cha kupigia kura. Na saba, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kufuata maelezo yote atakayopewa na karani mwongozaji wa wapiga kura. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 4, kifungu cha 14 kidogo cha pili, kifungu cha 19 kidogo cha 3, kifungu cha 84 kidogo cha 3A na B na kifungu cha 164 vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani sura ya 343 vikisoma pamoja na kifungu cha 26 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi sura namba 292. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa maelekezo ya kisera katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa wapiga kura kama ifuatavyo. Mosi, kwa mpiga kura asiye na picha katika daftari la kudumu la wapiga kura lakini ana kadi ya mpiga kura yenye taarifa binafsi zilizomo katika daftari la kudumu la wapiga kura aruhusiwe kupiga kura. Pili, kwa mpiga kura ambaye ana kadi yenye namba ya mpiga kura inayotofautiana na namba ya mpiga kura iliyomo katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini taarifa nyingine zote ikiwemo picha na majina yaliyopo katika daftari la kudumu la wapiga kura ni sawa kama ilivyo katika kadi ya mpiga kura aliyonayo, aruhusiwe kupiga kura. Tatu, kwa mpiga kura ambaye ameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura na taarifa zake zipo katika daftari la kudumu la wapiga kura lililopo katika kituo husika, lakini amepoteza kadi yake au kadi yake imeharibika, aruhusiwe kupiga kura kwa kutumia mojawapo ya vitambulisho vifuatavyo. A, kitambulisho cha taifa yaani NIDA. B, leseni ya udereva au pasi ya kusafiria yaani passport. Lakini kwa sharti kwamba majina yake yaliyopo katika kitambulisho atakachowasilisha mpiga kura ni lazima yafanane na majina yote kama yalivyo katika daftari la kudumu la wapiga kura. 4, kwa mpiga kura ambaye ana kadi ya kupigia kura lakini taarifa zake hazipo katika daftari la kudumu la wapiga kura asiruhusiwe kupiga kura. Na kumbusha nyote kuzingatia maelekezo haya
ya kisera. Ndugu wananchi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, tume inatoa rai kwa wapiga kura kwenye maeneo yenye uchaguzi kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho ili kuwachagua viongozi wanaowataka. Imetolewa leo tarehe 31 Mei 2026 hapa Iringa.